Karibuni sana kwa fundisho la siku ya leo. Langu jina Harrison G. Fundisho la siku ya leo, thamani ya kujenga uhusiano wako na Mungu. Mwanadamu aliyejenga uhusiano wake na Mungu kutokana na neno la Mungu, uhusiano wake huzaa matunda wakati tu anapitia changamoto, anapitia hali ngumu. Mwanadamu anayejenga uhusiano wake na Mungu kutokana na neno la Mungu, basi huishi mikononi mwa Mungu. Sababu maandiko yanasema kwamba anayenipenda atazishika amri zangu. Basi ili wewe ujenge uhusiano na Mungu, lazima ulishike neno la Mungu. Aliyejenga uhusiano wake na Mungu kutokana na neno, basi yuko salama mikononi mwa Mungu. Mungu ndiye humpigania, hapiganiwi na ulimwengu. Kwa hivyo kuna thamani kubwa, kuna faida kubwa ya watu waliojenga uhusiano wao kutokana na neno la Mungu. Kwa hivyo watu wa siku hizi, Wakristo wa leo, wamekosa kuona matunda ya Ukristo wao, kwa sababu uhusiano wao na Mungu haujatokana na neno la Mungu. Uhusiano wao na Mungu umetokana na vitu vya ulimwengu. Ndiyo maana wamekosa kujua thamani ya uhusiano wao na Mungu. Anayejua thamani ya uhusiano wake na Mungu ni yule aliyejenga uhusiano wake na Mungu kutokana na neno la Mungu. Uhusiano wako na Mungu ikiwa haujatokana na neno la Mungu, hautaweza kuona matunda, hautaweza kuona faida ya uhusiano wako na Mungu. Nilikuwa na mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Hezekia. Hezekia, uhusiano wake na Mungu ingekuwa au kutokana na neno lake Mungu, Hezekia angekufa. Lakini Hezekia alipopatwa na ugonjwa, Hezekia alikumbuka jinsi alivyokuwa mwaminifu mbele za Mungu na akamlilia Mungu. Maombi ya Hezekia hayangesikiwa na Mungu kama Hezekia uhusiano wake haungetokana na neno. Maombi ya Hezekia yalisikiwa na Mungu kwa sababu Hezekia uhusiano wake ulikuwa umetokana na Mungu, na kwa sababu ulikuwa umetokana na Mungu, Roho Mtakatifu alikuwa anakaa ndani yake. Uhusiano wa Hezekia ulikuwa umetokana na neno la Mungu. Ndiyo maana sala ya Hezekia ikasikiwa na Mungu kwa sababu ya Roho Mtakatifu aliyekuwa anaishi ndani yake. Roho Mtakatifu, kwa sababu anaomba kupatana na Mungu kwa ajili ya watakatifu, basi aliona kilio cha Hezekia naye akapeleka kwa Mungu. Kwa hivyo ikiwa uhusiano wako na Mungu haujatokana na neno la Mungu, Mungu ni vigumu kusikia malalamishi yako, kwa sababu Roho Mtakatifu atakosa kukaa ndani yako. Naye Mungu hawezi kujua malalamishi yako ikiwa Roho Mtakatifu amekosekana. Roho Mtakatifu aliahidiwa kwa sheria ya neno. Yeyote ambaye amejenga uhusiano wake na Mungu kutokana na neno la Mungu, basi anaishi na Roho Mtakatifu. Na kwa sababu anaishi na Roho Mtakatifu, udhaifu wake na mambo yake yote yanayopitia ulimwengu huu hujulikana na Mungu kwa sababu ya Roho Mtakatifu.
Kwa hivyo hauwezi kujua kusudi la Mungu kwa jambo unalopitia ikiwa uhusiano wako na Mungu haujatokana na neno la Mungu. Watu wa dini wamekosa kujua kusudi la Mungu kwa mambo wanayopitia kwa sababu uhusiano wao umetokana na vitu ambavyo havihusiani na neno la Mungu. Ndiyo maana hoja zao, vilio vyao havijajulikana na Mungu. Kwa hivyo kilio chako kitajulikana na Mungu ikiwa Roho Mtakatifu anaishi ndani yako. Kwa hivyo Hezekia alipata kibali. Hezekia alipata nguvu ya kuongea waziwazi, ya kumkumbusha Mungu kwamba ona jinsi nilivyokuwa mkamilifu mbele yako. Mungu alimjibu Hezekia ili imani ya Hezekia ikue. Lengo la ugonjwa kwa Hezekia haikuwa ni kifo. Kusudi la Mungu kwa ugonjwa wa Hezekia haikuwa ni kifo.